ni kwa sababu hivyo ni vyema, na ili tuenende safari kwa pamoja ni kwa sababu Mungu amekuwezesha na hii neema. Karibu mahali hapa, na ili tukaomba pamoja, na ili ukawa mmoja wa madhabahu haya AGD Amazing Grace ya ukombozi katika jina la Yesu. Tusimame na ili tuweze kuomba kwa sababu ya kijana wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunapenda kukushukuru. Asante kwa sababu ya kijana huyu Jehova, aliweza kuja na kujitambulisha ya kwamba angependa kuwa mmoja wa madhabahu hii. Nasi Mungu, kwa neema yako Jehova, tumpokea katika ibada ya kanisa hili. Mungu wetu akanamana pamoja nasi, tukibebania mizigo Mwokozi wa ajabu, tukibarikiana mmoja na mwingine katika jina la Yesu Kristo. Namfunika na damu ya Yesu. Mungu wa rehema, naomba ya kwamba hii madhabahu ikamtetea, hii madhabahu ikanena juu ya maisha yake, hii madhabahu ikamsaidia katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, naomba kama msaada kwetu sisi Mwokozi, nasi tukawa msaada kwake, kwa sababu Mungu utahusika katika safari hii. Baba yetu, nambarikisha mikononi mwako, anapokuwa mahali hapa ajisikie yakiwa mikononi mizuri Baba, kwa sababu utakuwa mahali hapa na uwepo wako utakuwa juu yake, katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen, amen. Sasa tunakuja kanisa tena. Wapi? Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Nimeokoka na mpenda Yesu. Wale wanijui kwa majina ni Elvis, na nafikiria wengi wanajua nyumbani. Nakaa pale kwa Moroko wa Kevin. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Wanayuni tunaongezewa katika jina la Yesu. Haleluya. Ni vyema katika Yesu. Nataka kusema nimeokoka. Yesu ni Bwana. Hakika amekuwa Mungu wa karibu. Amenishangaza. Kama vile jina linaendelea Amazing Grace, linaendelea kutushangaza na njia ya ajabu. Ni kwa sababu wakati shosho tulitoka hapa siku ya Tuesday maombi, nilipofika nyumbani, nilipokuwa naenda nyumbani, nikapatana na mtu ananigoja. Akaniambia ya kwamba ninakuomba, dada yangu amekufa na ninaomba unisaidie kumzika. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wako katika kanisa zao kubwa, lakini wameona, unajua mambo ya kifo ni mambo hata ya familia, si ndivyo? Kuna wengi wanahusika, sio mtu mmoja ndio wale decided ati ya kwamba tutaendea fulani na ili atufanyie hii dhabihu. Ya kwanza nikasikia mshtuko katika ndani ya moyo wangu, lakini nikasema Amazing Grace. Nikasikia Amazing Grace ilikuja ili iwe ikiwashangaza day by day. Wadhani ya roho sio. Hiyo ni jambo nimefanya nimuogope Mungu na njia kubwa sana. Huyo mtu alipokufa alikuwa ICU kwa 1 week, kiniambia. Lakini katika hayo kifo chake waliweza kuketi chini kama familia, wakaona wanitafute nije nifanye ile kazi. Nami nimeitwa kazi ya kwenda mbinguni. Sijaitwa kwa watu fulani. Adhani ya roho sho. Kabila fulani. Mimi nimeitwa katika ufalme wa Mungu nimfanyie Mungu kazi. Kwa hivyo siku sita nilimwambia niko ni siku gani? Adhani ya roho sho. Akaniambia ni
Friday. Nikawaambia bora mnipe vile program itakuwa, nitawahudumia. Kwa hivyo hiyo wiki nimekuwa very busy, kwa sababu lazima ningekuja nikaona pahali anazikwa pale za Elementite. Miti mingi. Nikuje padio za miti mingi ili niwalete hao familia, tuone pahali wafanye mipango ya pahali ya kumzika na matayarisho yote. Siku ya Juma hiyo Tuesday nikawapeleka mpaka huko miti mingi, tukarudi tukashinda maombi mahali hapa na tumeona Mungu. Wacheni niwashangaze. Siku ya Friday hiyo nilipata mapasta 5 wale nilienda nao mahali hapa. Tulifanya ibada ya kufana kutokana na Mungu. Mahali pale AGD imejulikana kwa sababu nilienda na hicho kikundi cha mapasta na tukaweza kufanya kazi iliyopendeza hata wenye mboma zaidi. Area hiyo yote walipokuwa mahali pale wakafurahia kwa sababu walisikia si mshirika wangu, Bwana apewe sifa, sio mshirika wangu ati ndiposa nimekuja na mjue ninatoka wapi kwenda miti mingi. Nikawa na hao mapastors 5. Ibada ikawa ya kufana. Zile aibu zingepatikana hakuna. Tumekuja kufunika, si kufunua. Bwana apewe sifa. Na walitambua through the Holy Spirit pahali tu wanaweza pata msaada wa aina hiyo ni kwangu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu anaendelea kutushangaza. Na ndiposa alitoa lile jina. Kwa sababu kila mtu alikuwa anashindwa, hawa ni wa wapi? Hawa ni wa wapi? Nilikuja nikachukua drum hapa, nikaenda nayo. Na wengine wakakuja nao drum kama ngapi hivyo. Tukaweka kibosho. Gaya rosa kwa yetesi yote. Tiko tidoke usamba saki kili otara amenyorea kiajide. Ndiposa kuwe hivyo. Wewe oshakai. Tukawekelea kibosho. Nikaleta waimbaji wanajua kusifu. Wakaweka kibosho na kazi hiyo ikaenda vizuri. Kwa hivyo sifa na utukufu zimrudie Mungu. Sio mimi. Kama vile mmoja amesema, it is not by might. Ni kwa sababu tu ya neema ya Mungu. Akafanya lile kazi likafanyika. Na nikashangazwa na Mungu na njia kubwa sana. Na nikamwambia, Lord, I am here. I'm always available. Unitumie kwa sababu mimi niko tayari kufanyia Mungu kazi. Lakini siko tayari kufanyia mwanadamu na mipango ya, lakini niko tayari kufanyia Jehova kazi. Na nitaendelea. Lakini naomba Mungu si aina hiyo ya kazi. Kwa sababu nataka watu waishi waone wema wa Bwana. Hata na hao wabadilike. Tusifu pamoja Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo Mungu ataendelea kutubariki tunapoendelea kufanyia Mungu kazi. Atajionyesha kwetu na njia kubwa. Hata Jojo nilipomwambia aliniambia, "Wewe kama tungepata gari tukupeleke." Bwana apewe sifa. Niko na jamba ile ndakamtira Ngai wera. Na hiyo nikafanya na nikarudi kwa kanisa yetu. Nikiwa mtumishi bado. Wenye wale twaliatesa. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Hata kama masaa imesonga, lakini Mungu ana ujumbe ule alikuwa amepanga kwa sababu yetu. Na ujumbe wetu tunaendelea kujifunza hali ya hii neema ya ukombozi. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu tusipo ifahamu vizuri tutachanganyikiwa, kwa sababu neema tumepatiwa. Na kama hujui sasa sisi tunaendea katika neema zake Mungu, ile hazijulikani vile zinaweza kufanya anytime. Neema zake Mungu otugio wa magegania ndio tunaendelea na dini wangu. Tuko katika neema za Bwana.
kwetu. Kwa hivyo hata kwetu nyumbani, hii neema tunataka tuikumbatie. Sikia ya kwamba ni wakati Mungu alirelease neema kwa yeyote ataingia katika ule mlango. Neema imefunguliwa. Na kwa hivyo ujumbe wetu wa siku ya leo nasema neema ya ajabu. Utugiwa magegania. Ndipo tureka tuone ya kwamba hii neema ya ajabu ni ya aina gani. Ndiposa unapoipokea katika maisha yako, ujue hii neema inaweza kukutajirisha. Hii neema inaweza kukutenda makuu. Kwa hivyo beba hii neema, ikupatie, karibia neema, kaa ndani ya neema, kwa sababu utamuona Mungu na njia kubwa sana. Na hiyo neema ni katika Ephesians 2:8-9. Tuone hii neema imetuanzia wapi, ili tujue ya kwamba ni jambo la maana kuwa katika hii neema ya Bwana. Ama usichukulie neema ya Bwana kule. Unaposikia utugiwa magegania wao kugegia, usichukulie kama ni jambo tu. Uone ni jambo amazing grace yenye itakufanya mambo mazuri. Katika Ephesians 2 ameona haraka anaweza kusomea 8-9. Kwa maana umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenyu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo. Mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana apewe sifa. Usijisifu kwa kitu chochote. Ni kwa sababu ni neema imefanya uwe vile ulivyo. Neema hii ndio ilifanya wewe ukaokoka. Nataka ndiposa nilikuwa ninaona kila mtu atafakari, kama sio neema ulikuwa namna gani? Ulijibuliwa kwa gani na neema? Ulijibuliwa neema pale ya aina gani? Ulikuwa nani wewe? Katika maisha hiyo huko umejuana na Mungu. Isipokuwa ni neema yake, wewe tafakari ulikuwa nini? Na kwa saa hizi ungekuwa kitu gani? Tulikuwa tuna tafakari katika hao mazishi na wapendwa wale tulikuwa na wao mapasta. Tukaona ya kwamba vile tulikuwa wakati hatukuwa tumejuana na Mungu. Maisha hayo, hebu jirudishe nyuma. Uone wakati ule ukuwa unajua mambo ya Mungu, ukuwa umekubali Yesu. Maisha yako, hebu jaribu kufikiria ilikuwa aje. Na ukipange sasa na wakati kama ungekuwa umefikisha wakati kama huu. Kwa sababu kuna wazee hata waleo neema haijawafikia. Kuna wamama hata neema saa hizi haijawafikia. Kuna vijana hata sasa neema haijawafikia. Uone ungekuwa kitu gani? Na kwa hivyo hii neema inafanya makuu. Ni kwa sababu imekutoa bahari, imekung'oa katika mizizi zingine zisizo za kuabudu Mungu wa ukweli. Mungu amekuleta kwa neema yake, na ili ukawa jinsi ulivyo. Umejua kuna mbinguni na kuna wengine hawajajua hata sasa. Na kwa hivyo neema ndiyo imekufanya ukajua ya kwamba kuna Mungu. Neema ndio imekutoa katika dhambini, katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku ya leo nilikuwa na tafakari ya kwamba hii neema ndio ilikuokoa.
ũgeretie nĩguo gũkũrĩte. Haleluya! Nĩ ũtumi ũcio gũkinyĩrĩire ũkahonokio nĩguo. Nĩkĩo ũrĩ kĩndũ kũrĩ, warĩ kĩndũ gũtarĩ. Bwana apewe sifa. Ati hiyo neema ndio imekuokoa. Hukuwa kitu kingetambulikana ama hukuwa kitu kingependeka, lakini katika ile neema umetolewa katika dhambi, umeoshwa, umeng'ara kiroho, na sasa wewe ni kitu Mungu anakitumia kama chombo kizuri. Anapokutazama anaona kitu kizuri. Ni kwa sababu ya neema iliyotolewa na Yesu Kristo, na ili ukaweza kuokolewa. Nataka tuone ni neema ya aina gani jinsi inavyofanya makuu. Hebu enda pahala katika Luke 42 na 43. Habari ya yule mwizi aliyekuwa katika msalabani pamoja na Yesu. Mwizi. Kuna watu aina nyingi, lakini Yesu kulitumika huyu mwizi. Muone zile dhambi zina mtu akiambiwa ni mwizi, anaonekanaga mtu wa kuogopa, mtu ana dhambi nyingi, mtu asiyopendeka kwa sababu ni mwizi. Na wengi wako na kuna majina mengi yale yanaweza kuonyeshana mambo makubwa ya dhambi zimebebwa. Lakini hata kama hizo dhambi ni za mwizi, neema ile inaweza kumtoa katika wizi na awe kitu kizuri na akapata ufalme wa mbinguni. Tupigie Bwana makofi mazuri. Ni kwa sababu dhambi zetu kwa neema zinaweza kuoshwa. Kwa neema yake Bwana anaweza kututakasa. Hata kama tulikuwa na dhambi za aina gani, Bwana alituosha katika ile neema yake. Na sasa tuone hilo neno katika Luke 23. Ushire wamba na ilio na Jesu. Nĩũndũ wa tha ciake, nĩũndũ wa ũtugi wa Ngai, ndonire wĩici ũcio, lakini aliweza kumuokoa. Kwa hivyo tunataka kuona vile hiyo neema ni ya thamani katika maishani mwetu. 42 na 43. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Bwana apewe sifa. Katika ile neema, Yesu akamwambia, katika toka katika huu mwilini tutakuwa na wewe. Akaokolewa, akaoshwa. Neema ile inaweza kukutoa bahala ulikuwa kama ni kifo, ni mwisho wako. Ile neema inaweza kukutoa mahala pale. Kwa hivyo tukupatie neema yake Yesu ndani yetu, na ili tuweze kuendelea tukiwa salama, kwa sababu kila wakati atatuokoa. Katika jina la Yesu atatusamehe dhambi zetu, na njia kubwa sana ni kwa sababu haitajalisha ile dhambi tuko nayo, lakini Bwana kwa neema yake anaweza kutufungua, anaweza kutuosha na tuwe watakatifu na tuwe wazuri katika jina la Yesu. Muradi tu tukubali ya kwamba neema ya Yesu iwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Katika ukombozi otugio wa maregadio tuonokagia amazing grace ile inatutoa katika ukombozi. Tutaona katika
kuokoa. Tumeona neema inaweza kututakasa, inaweza kututoa mahala pa katika dhambi za aina kubwa sana. Ni kwa sababu ya neema. Na kwa hivyo siku ya leo katika 2 Peter mstari wa 2, mstari wa 2:9. Huyu ndio Mungu yule tunataka aende pamoja nasi. Basi Bwana ajua kuwaokoa wateua na majaribu, na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Bwana apewe sifa. Bwana anajua kuokoa. Hiyo ndio neno. Hii neema ya Mungu inajua kuokoa, kutoa mtu mahali angeweza kujitoa. Wakati umefika mwisho, hii neema inaweza kukuokoa katika jina la Yesu. Ni kwa sababu neema ina nguvu, neema ina uweza ya kuweza kutuokoa katika mashimo yale shetani ametufix, ametuweka mahala pa shida. Neema hii inaweza kukutoa na ikufanya kitu kingine. Watu watashangaa kuliendaje, kwani kuna kuwaga aje. Neema ikija, neema ya Yesu Kristo itakapokuja itashangaza. Ndiposa haiachi jina kushangaza. Patakapokuwa na utukufu wa Bwana wa neema, utugio wa magegania, unapokuwa mahali, unapopitia kwako, lazima ulete mshangazo. Bwana apewe sifa. Ukipitia katika kanisa hii ama ufanye jambo hapa, lazima tutastaajabu na tujiulize iliendaje, lakini ni Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu neema ina nguvu ya ukombozi, na tutaona neno mmoja wa watu waliokuwa hapo katika Biblia aliweza kuokolewa na neema zake Mungu. Na ni Yona 2 mstari wa 1. Kila mtu anajua hii historia ya Yona alipoambia aende Nineve. Uone pahali pako na neema ya Mungu, haitajalisha ataokolewa. Bwana apewe sifa. Haitajalisha, lakini wokovu utapatikana. Hata kama utaona mtu amepitia hapo katika kona yake ni kuisha anaisha, ujue kuna wakati neema ikiingia atashangaza wengi. Ni kwa sababu ataokolewa na aweko pahala juu. Ni kwa sababu ni Jehova tu anayeweza kufanya yale katika jina la Yesu. Neema Yona 1, katika Yona chapter 2, tuone uria utugio honokagia andu, utugi wa magegania, amazing grace, vile inaokoa watu, inaokoa watu kwa sababu Mungu anaweza. Haya ni Yona 1. Ndipo Yona akamuomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki, akasema, nilimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akanitikia katika tumbo la kuzimu. Niliomba nawe ukasikia sauti yangu, maana ulinitupa vilindini ndani ya moyo wa bahari, gharika ya maji ikanizunguka.
pande zote. Mawimbi yako yote na gharika zako zote zimempita juu yangu. Ni mtu alikuwa katika shida, nasikia vile mawimbi ilifunika, nami nikasema nimetupwa mbali na macho yako, lakini nitatazama tena kukabili hekalu yako takatifu. Maji yalinizunguka hata nafsini mwangu, vilindi vilinizunguka mwani ulikizika kichwa changu. Nalishuka hata pande za chini za milima hiyo, nchi na mapigo yake yalinifunga hata milele. Lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni. Bwana Mungu wangu, roho yangu ilipozimia ndani yangu, nalimkumbuka Bwana. Maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu langu takatifu, katika hekalu langu takatifu. Watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukurani. Nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu kutoka kwa Bwana. Bwana apewe sifa. Huyo ni Yona. Yona alikuwa katika shida, katika tumbo la samaki. Yona mahala pale aliona kuisha kwake, aliona mwisho wake, lakini kuna nafasi ya neema inapoingia. Haijalishi siku ya leo, kuna mmoja wetu anaweza kuwa kama Yona. Bahari ulipo siku ya leo, unatangaza vile Yona anatangaza, ya kwamba umezungukwa na hatari za kila aina, umefunikwa na maji kila bahari kwa kila aina, uko katika kilitini cha ziwa ama mto ama maji mengi. Bahari unaona ya kwamba pengine ni futi 100 ama 1000 chini, uko mahala pale. Sasa wewe utatoka aje? Lakini neema, hapo ndipo tuko. Haijalishi pahali ulipo, kwa sababu neema yake Bwana otugioyo wa magegania woka oko utuoko gotiko makalia kwenda deani sigana. Lakini neema ya Mungu ikija, utatobolewa mahala pale, kama vile Yona aliona ni mwisho wake, lakini sasa Bwana akamchomoa, akamtoa na akamuokoa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo njia za Mungu kuingia katika maisha yako haitaeleweka. Bwana apewe sifa. Njia ya Mungu kuingia katika baba yako haitaeleweka na mwanadamu, lakini Bwana mwenyewe atafanya njia zake, lakini wataona mwishowe umeokolewa. Wadanyaromosho. Na hiyo ndio kazi ya Bwana. Njia zile Mungu anafanya nazo kazi, mwanadamu saa zingine hatuelewi, hata tunaacha tukijiuliza maswali, lakini haijalishi. Ni kwa sababu akisema hakuna atakayezuia. Yona lazima angeokolewa, pengine maadui hawangetaka, lakini Bwana kwa neema yake ilimtoa. Wakati waliona wengi huyo aliisha, kama kulikuwa wamemtazama, walijua mwisho wa Yona umeisha, lakini
utulie tu, tungoje Jehova atushangaze. Na kama vile ndugu yetu alisema pia, kama Mungu anatenda mambo kama haya, tunaona tunaguza. Tumeona generator hatujaona, na tumeguza na tumetumia. Tumeona kibodi mbili ama hatujaona, na tumeguza na tumetumia. Huku floor unaona imewekwa rangi tena. Unaona vile kumewekwa rangi hizo vitu. Mambo mengi yametendeka mahala hapa. Speakers tuko na mbili. Sasa hiyo ni kitu iko na giza. Si ni kitu inaeleweka. Nani anaweza fanya hivyo isipokuwa the grace? Amazing grace. Wakati na uchumi wa Kenya mambo haya kutendeka hivi. Si ni amazing? Heo tubikari uliko. Ndiyo neema inatufuata na itaendelea kuonekana, niwahakikishie. Neema itaendelea kuonekana. Muradi tu tutakaa njia zake Mungu. Mambo yetu itakuwa sawa. Kwetu nyumbani, kanisani na hata area yetu. Kwa sababu Mungu atahusika. Kwa hivyo siku ya leo, tukimalizia, naomba katika Isaia 55:6 inasema tutafute uso wa Bwana kwanza, madamu apatikanapo. Twende wagai ole waronekana, ole neema ene nyingi. Twende wagai, tutafute uso wa Bwana madamu apatikanapo. Hivyo ndivyo hiyo neno linasema. Tutafute uso wa Bwana, tuje kwa ushirika, tukuje kwa maombi, tukuje mapema kwa kanisa, tufanye mambo yote na njia ile safi ya Bwana. Lakini madamu apatikanapo, ndiposa hii neema iendelee pamoja nasi. Na Bwana wabariki na watende mema. Najua kwamba tuna karatasi.
hapa kama unahitaji ombi, na ili katika hiyo neema Bwana Yesu aweze kukugusa. Ni kwa sababu neema hii bado ni mbichi. Karibia kwa madhabahu. Kama ni kuokoka, karibia. Kuna wokovu katika neema, kuna kutiwa nguvu, kuna kufanyiwa mengi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika madhabahu ya Bwana, na ili kwamba Bwana akupe the grace, amazing grace katika maishani mwako. Chochote unachohitaji, karibia mahala hapa na Bwana ataweza kuwa pamoja nawe. Bwana apewe sifa. Tukiendelea kuimba tukiwa magegania ni wanokirie Ngai wito, na tunapoenda hivyo tusikie ya kwamba kila mmoja utafungua kinywa chako na uambie Bwana, karibu na wewe ndipo ninataka, na ili hii neema zako zisinipite katika jina la Yesu. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengi, naomba usinipite Yesu, yes, naomba unisikie unapozuru wengi. Baba yangu toka hetoke mwadhani otiwele ogesherera yake toka heto. Ambia Bwana asikupite tafadhali. Nilakaida wako hetoke. Ambia Bwana asikupite. Atakapoenda kugawa hii neema, Baba yetu asikupite katika jina la Yesu. Asante Mfalme wa wafalme. Asante Mungu wa miungu. Twakupa sifa na shukurani. Usitupite kabisa hivi. Usipite wazee Bwana. Usipite wa mama Mwokozi. Usipite wa vijana Baba, katika jina la Yesu. Tuomba Baba yetu ukaonekana katika maisha yetu Mwokozi, katika jina la Yesu. We glorify and honor your name. Baba, ni asante kwa wema na fadhili zako. Sikia kwamba utaambia Bwana kitu. Usitoke hapa kama utanena na Mungu. Usitoke mahala hapo katika jina la Yesu kama utaongea na Mungu. Umwambie sisi hata na wewe ungependa hii neema ikufikie. Ifikie nyumba yako, ifikie watoto wako katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunapenda kukushukuru na kukuinua. Asante kwa sababu umekuwa mwema tangu asubuhi. Tumeona mkono wako wa ajabu Bwana. Sifa na utukufu zikurudie. Asante kwa sababu watu wao wamesimama mbele ya madhabahu. Baba, watazame na uone kila mmoja, hata ya moyo wake Bwana ukamtimizia. Baba yetu ukawapanguza machozi. Shida zile wako nazo Bwana, ingilia kati Mwokozi, na uweze kuwatenda mema katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe, utukuke milele, kwa sababu utawatendea kwa neema hii Jehova ya amazing grace. Baba yetu ikawafungulia deliverance wa Father, wakafunguliwa, wakatendwa mema katika jina la Yesu. Tuomba ushuhuda walio wagonjwa waponye. Hata Mama Grace, my Father, ukumbuke Jehova Mungu, kwa sababu asikii vizuri. Hata naye mkono wako Baba yetu ukawa juu yake, ukamtendea mema, na hata watu hawa na Mama Elizabeth Baba yetu ukawaponya, kwa sababu wewe ni muweza. Pokea sifa, pokea utukufu, kwa sababu wewe ni Mungu. Ni wewe tu tunahitaji katika neema hii ya amazing grace. Hatuna mwingine tunayehitaji. Ni wewe Mungu wa Israeli. Andamana pamoja nasi, tushike na mkono wako, na tunajua ya kwamba Baba yetu utatushindania katika maisha yetu. Pokea sifa na utukufu, na kabidhi watu wa mbele zako
jina la Yesu Kristo. Inuliwa utukuke milele, kwa sababu wewe ni mwema, na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana apewe sifa. Tunaweza simama tutakiane neema. May the grace of our Lord Jesus Christ